Yes, kutoka hapa Bunju, maeneo ya Bunju jijini Dar es Salaam, nikiwa ninaripoti katika kanisa la TAG Bunju A, kanisa ambalo linachungwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Abraham Masasi, na tunakuletea ibada ya mama yetu Edith, maisha yake ya mwisho hapa duniani, ambaye alitolewa mbele za haki mnamo tarehe 1 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Amepatiwa matibabu katika kuugua kwake kwa kipindi chote hapa, lakini tunaamini Mungu amempenda zaidi. Madaktari wamejitahidi kwa nafasi yao ya kitabibu, lakini pia watoto wamejitahidi katika kuhakikisha wanaokoa maisha ya mama. Basi lakini Mungu amempenda zaidi. Sisi hatuna la kuzungumza, ila tunaendelea kusema Mungu aliyetoa ametoa, jina la Bwana na libarikiwe. Na msiba huu mzito wa mama yetu ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1953 huko mkoani Mbeya, na alibahatika pia kuweza kuolewa, kufunga ndoa na mume wake ambaye alikuwa pia ni mchungaji Joseph Masasi, ambaye pia na yeye ni mzaliwa wa huko Mbeya, na waliweza kufunga ndoa mnamo mwaka 1970 na wakabarikiwa kwa pamoja kuweza kupata watoto 8 na mmoja wa kike, binti wa pekee, lakini pia watoto 7 wa kiume, na mpaka amerehemika ameacha watoto hao 8 na wajukuu 27 na kitukuu 1. Kwa hiyo tunasema tunasherehekea maisha ya mama huyu ambaye amempa neema na kibali cha kuweza kuona pia wajukuu wote wao, lakini pia na kuona kitukuu. Hii ni neema ya kipekee sana, na kwa hiyo tunaposema leo tunasherehekea maisha ya huyu mama, hakika tunasherehekea maisha ya shujaa ambaye ameacha alama kwenye maisha ya wengi, akitajwa kwamba ni mama shupavu, na mume wake alirehemika mnamo mwaka 2001. Toka kipindi hicho amemwachia watoto wengine ni wadogo, kama ambavyo unaona watoto ni 7 wa kiume. Kuweza kuwalea watoto 7 mpaka sasa hivi ni watu ambao wana familia zao, wana watoto wao. Kweli mama huyu alikuwa ni mama shupavu mwenye ujasiri, pia ametajwa ni mama mlezi ambaye amefanikiwa kulea familia yake vizuri kwa kipindi chote hicho peke yake. Basi tuko hapa katika kuhakikisha tunakuletea ibada nzuri sana ya kusherekea safari yake ya mwisho, na baada ya kutoka hapa atakuwa wanaelekea kule mkoani Mbeya kwa ajili ya kwenda kupumzisha mwili wa mama yetu Edith ambaye amepumzika katika Bwana, na tunatumaini kwamba siku moja tutaonana naye mbinguni. Ni wakati ambao tunapenda kushukuru na akawe faraja katika ukumbi huu. Haleluya! Mungu mwenye kufariji akawafariji watu hawa na akafariji mkutano huu katika jina la Yesu. Karibuni sana praise team kwa ajili ya sifa na kuabudu. Amen. Imesonga sana.
kinachonishangaza kwa watu wa leo, wanamkataa Bwana Yesu aliye njia ya uzima, wanazifuata njia za uongo ambazo kamwe haziwezi kuwafikisha mbinguni. Kinachonishangaza kwa watu wa sasa, hawamtaki Bwana Yesu aliye njia ya uzima, wanayafuata mafundisho ya uongo ambayo kamwe hayawezi kuwafikisha mbinguni. Nakusihi ndugu yangu, wewe unayenisikia, umwamini Bwana Yesu ili ufike mbinguni. Nakushauri ndugu yangu, wewe unayenitazama, umwamini Bwana Yesu ili ufike mbinguni. Bwana Yesu asifiwe tena. Ninawasalimu katika jina takatifu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ninachukua nafasi hii kwa ajili ya jukumu moja tu ambalo ni jukumu la utambulisho. Na kabla sijaleta utambulisho, niendelee kuwapa pole familia ya mchungaji Masasi pamoja na watu wengine ambao tuko mahali hapa, ikiwa ni pamoja na kanisa la mahali pamoja, kwa ajili ya kuondokewa na mama yetu mzazi. Mungu aendelee kuwafariji, na niwashukuru pia waombolezaji wengine ambao mmetukumbilia kama section pia, maana Biblia inasema lieni pamoja na wanaolia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jukumu langu mimi hapa, ninapenda nilete utambulisho wa watu mbalimbali, watumishi wa Mungu, viongozi, wanafamilia ambao wamekuja
kuungana na sisi katika siku yetu hii ambayo ni siku muhimu sana. Na kwa utambulisho napenda nitambue viongozi wa majimbo wakiwa ni maaskofu pamoja na kamati zao wa majimbo mbalimbali ya kanisa letu la Tanzania Assemblies of God ambao wako hapa au yamkini yuko mahali pengine popote pale, maaskofu, makamu askofu na viongozi wote wa majimbo mengine ambayo ni tofauti na hili jimbo letu. Ninaomba basi tuweze kusimama na kupunga mikono kuwasalimia waombolezaji na wanafamilia waliopo. Ninamuona yupo mtumishi wa Mungu mpendwa wetu Askofu Lawrence Kameta. Asante sana, pamoja na makamu askofu Mwalovanda. Mungu awabariki. Asante sana. Lakini pia tunao viongozi wa kitaifa wa kanisa letu la Tanzania Assemblies of God. Niombe viongozi wa kitaifa mliopo pamoja na kamati zenu, kama uko peke yako au mko pamoja na kamati, niombe muweze kusimama na kupunga mikono kwa ajili ya wapendwa waombolezaji na wana familia. Asante sana. Lakini siku ya leo pia tumekimbiliwa na viongozi wa CPCT wilaya ya Kinondoni, viongozi wetu wapendwa wetu ambao mpo kutoka CPCT wilaya ya Kinondoni. Tafadhali naomba msimame, mpunge mkono na kuweza kuwasabahi halaiki hii ya waombolezaji, viongozi wa CPCT. Asante, naona yamkini wametoka. Lakini pia wakaribishe au niwaite viongozi wengine ambao wako pamoja na sisi, ambao ni viongozi waangalizi wa section na kamati zenu, pamoja na wake wa wachungaji mliopo. Naomba tusimame na kuweza kupunga mikono na kusabahi. Asante sana waangalizi na kamati zenu na wake zenu. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana. Niombe pia viongozi wa jimbo letu la Kinondoni mliopo hapa, naomba tusimame tuweze kupunga mkono na kuwasabahi halaiki iliyopo mahali hapa. Naomba tusimame viongozi wa majimbo mliopo. Asante sana, asante sana, Mungu awabariki. Lakini pia nitambue uwepo wa wachungaji wengine wote mliopo hapa ambao mmetukimbilia kama familia, mmetukimbilia kama section, mmetukimbilia kama jimbo. Basi naomba tuweze kusimama mahali pale ulipo, punga mkono na kuweza kuwasalimia wapendwa wetu waliopo hapa. Asante sana. Lakini pia niombe kuwatambulisha wachungaji toka madhehebu mengine ambao mmekuja mmetukimbilia. Wachungaji wa madhehebu mengine naomba msimame. Asante sana mchungaji baba yetu Mwasota, asante, Mungu akubariki. Wanao wengine pale, asante sana, asante sana, asanteni sana kwa kuja. Neno la Mungu linasema lieni na wanaolia, na nyinyi mmekuja kuungana na familia ya mchungaji Masasi, lakini mmekuja kuungana na kanisa la Bwana la jimbo na kanisa la Bwana la section na kanisa la Bwana la mahali pamoja. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Nichukue nafasi pia kuwatambulisha washirika wote wa kanisa letu la mahali hapa HCC, mahali ambapo mchungaji wetu Abraham Masasi anachunga, ambaye mama yake mzazi ametwaliwa na Bwana katika siku chache zilizopita. Washirika mliopo, naomba sasa simameni, mtapunga mkono ili halaiki hii ambayo ipo kwa ajili ya shughuli moja, nayo ni kusherekea maisha ya ushindi ya mama yetu. Asante sana, Mungu wa mbinguni awabariki. Na baada ya hapo sasa tunao viongozi wa kanisa la mahali pamoja. Nichukue nafasi hii kumwinua mchungaji Kambula, kama upo uweze kuja na kutambulisha viongozi wa kanisa letu la mahali hapo, na wakati huo huo niombe mtu wa familia ambaye amekwisha kuandaliwa. Atakapomaliza mchungaji wetu hapa, mtu wa familia atakuwa akisogea hapa kwa ajili ya kuja kututambulishia wana familia, na baada ya hapo basi MC ataendelea na ratiba iliyoko mbele yetu. Karibu baba. Sana
nichukue nafasi kutambulisha uongozi wa kanisa la HCC mahali hapa ambapo tupo. Bila kupoteza muda, sitaweza kumtambulisha mchungaji kiongozi ambaye tayari kwa protocol ameshatambulishwa. Kanisa hili lina wachungaji wasaidizi 4. Katika hao 4, mmoja ni senior ambaye ni Severin Masasi. Naomba mama usimame upunge mkono. Amina. Wachungaji wasaidizi tuna Gabriel Mwangosi ambaye yuko pale, naomba baba usimame. Mchungaji msaidizi wa pili anaitwa Lucas Abona, amesafiri, hayupo. Na mchungaji wa 3 msaidizi ni mimi hapa, Zawadi Kakumbula. Lakini pia hili kanisa lina wazee wa kanisa wako 6. Niombe kuwatambulisha kwa heshima zao kwa majina. Nianze na katibu ambaye ni mama Mkama, naomba pale ulipo upunge mkono. Amina, yuko kule nyuma. Nimuombe pia nimtambulishe mzee ambaye ni wa jamii, ambaye zoezi zima hili ndio yeye alikuwa ndio anatuongoza. Peladi Ambando, naomba pale ulipo simame unyoshe mkono. Amina, yuko kule nje, yuko kwenye kazi yake. Na mchungaji mzee mwingine ni Dr. Asifiwe Tumwagike, yuko hapa, naomba usimame punge mkono. Tuko pia na mzee wa kanisa ambaye ni Bahati Gashule, naomba pale ulipo usimame. Tufuatie pia Joshua, pale alipo usimame. Joshua. Okay, Joshua naona Simoni. Na tuna mzee ambaye ni wa 6, Jennifer, pale ulipo Jennifer. Okay, yuko kule mwishoni. Amina. Haitoshi, tukitoka au wazee wa kanisa tuko na mitaa 16. Kwa tuna wazee wa mitaa wako 16. Niombe tu niwasimamishe kwa pamoja. Naomba wazee wa mitaa wote tusimame tupunge mikono pale tulipo. Amena. Bila kusahau ili kanisa liko ndani ya uongozi wa serikali, kwa tuko na viongozi wa serikali ya mtaa pale walipo, naomba simame mpunge mkono. Kama kuna ni mwenyekiti au mtuma mwakilishi uongozi wa serikali hapa tulipo. Amina. Huo ndio utambulisho kwa mazingira ya hapa kanisa la HCC kwa maana uongozi na wanaotuzunguka. Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana, makofi kwa ajili ya utambulisho mzuri kabisa. Na sasa kabla sijamuinua ndugu yetu Samuel Masasi ambaye ataenda kututambulishia familia, mimi niliyesimama mbele yako ninaitwa mchungaji Isaac Chalo, ni mwangalizi wa section hii ya Bunju ambayo mchungaji Masasi yeye anachunga. Kwa hiyo msiba huu kisection ni wa kwetu, kwa hiyo niko hapa kwa niaba hiyo, lakini mimi nitasafiri pamoja na familia kwa niaba ya ofisi ya jimbo na kwa niaba ya section yetu na wachungaji wote wa jimbo letu kwa ajili ya kwenda Mbeya kumzika mama yetu. Kwa hiyo nitakuwa katika huo msafara wa kwenda huko. Nichukue nafasi hii sasa nimlete kwetu mwakilishi wa familia, ndugu yangu Samuel Masasi, atakayekuja kutambulia familia, na baada ya hapo taratibu nyingine zitaendelea. Karibu sana, poleni sana kwa msiba. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ambavyo imetangazwa, langu ni kuleta utambulisho wa wanafamilia marehemu mama yetu mpendwa Edith Joseph Masasi. Ameacha watoto 8. Tuna kaka yetu mkubwa, naomba wote wasimame ambao wako hapa.
Alafu tunaweza kumshangilia Bwana Yesu kwa ajili ya hawa, na nikimtaja atakuwa ananyosha mikono ili muweze kumtambua. Kaka yetu mkubwa Steven, tafadhali unaweza kuonyesha mikono. Asante. Alafu ninafuata mimi Samuel Masasi, ninanyosha mikono pia. Alafu anafuata mchungaji Abraham Masasi. Alafu anafuata Robert Masasi. Alafu anafuata Ayubu Masasi. Alafu anafuata Elisha Masasi. Alafu anafuata Shadrach Masasi ambaye tunaweza kumshangilia Bwana Yesu kwa ajili yake pia. Kwa leo hii tumeona atutangulie Mbeya ili tuweze kuwa na mtu wa kutupokea. Na kitinda mimba ambaye ni binti pekee katika familia yetu anaitwa Esther, tafadhali Esther Masasi. Asante. Na wakiwa wamesimama wapendwa wetu hawa wameoa. Kwa wale ambao wameoa kipekee kabisa, ninaomba kwanza nimtambulishe mchungaji na shemeji yetu Sevelina aweze kusimama tafadhali. Asante sana. Robert pia naomba mke wake asimame tafadhali. Ayubu pia mke wake tafadhali asimame. Amina. Kaka yetu mkubwa mke wake bado yuko Mbeya. Lakini tumekuja na wanafamilia ambao wamekuwa pamoja nasi, kwa maana ya kwamba sisi na tulikooa au dada zetu walikoolewa. Naomba pia mnaweza mkasimama wapendwa, muweze mkasalimia wote kutoka Mtwara, kutoka Arusha, kutoka kote kule tafadhali. Naomba msimame tafadhali. Tafadhali. Asante sana. Huko ni ndugu ambao wameendelea kutukimbilia, ni ndugu zetu na familia yetu pia. Naomba sasa mnaweza mkaketi. Na tarehe 1 mwezi wa 5 ambapo mama yetu alitwaliwa, ni siku ambayo mwezi huo mwezi wa 5 tarehe 1 mwaka 2001 baba yetu mpendwa pia alizikwa. Alitwaliwa kabla, lakini alizikwa tarehe 1 ya Mei. Na katika familia hii ya kwamba tumbo moja, baba na baba yetu sasa au mume wa Edith Masasi walikuwa wawili. Tuna furaha kwamba tuna shangazi yetu ambaye yeye ndio ameendelea kuwa nasi, ameendelea kuwa kipekee sana. Naomba aweze kusimama na kuweza kuwasalimia. Kwa hiyo huyu alikuwa wifi yake. Tafadhali naomba shangazi uweze kusimama na kuweza kipekee kabisa kuweza kuwasalimia wapendwa. Asante sana. Asante sana. Basi baada ya kuzungumza hivi, nashindwa kuweza kuwataja wote kwa pamoja, lakini naomba wote kwa mara moja tusimame na tuweze kunyosha mikono kwa ajili ya kuwapungia wapendwa ambao wamekuja kutembelea. Wote kwa pamoja sasa, sijaweza kuwasema wote. Hiyo ni familia kwa pamoja, naomba niwatambulishe kwa namna hiyo. Tunaweza kumshangilia Bwana Yesu kwa ajili ya familia hii wapendwa. Asante sana. Unaweza tukaketi. Lakini niombe tena, samahani kwamba inakuwa kidogo ndefu, lakini hatuna namna. Ninaabudu Shekinah Calvary Temple kwa mchungaji Einstein Muro na mke wake wako hapa pia. Ningeomba waweze kusimama na wenyewe pia waweze kusalimia kanisa kwa kipekee. Nashukuru sana. Na muda hautoshi, ningeweza kuendelea kutambulisha wengine, lakini mtuwie radhi, tutakuwa na nafasi wakati mwingine.
lakini napenda kutambua wote ambao wamekuja kutukimbilia pamoja na majirani zetu kule ambako tunaishi, kule ambako tumetoka Bunju B na maeneo mengi, wafanyakazi wetu UCC, EWURA, UCSF na maeneo mengine ambayo Bwana amewapa, tunawatambua. Tunashukuru sana kutukimbilia na Mungu awabariki sana. Baada ya utambulisho huu, naomba niweze kukamilisha tu jambo moja ambalo mama yetu mpendwa katika siku chache za kukaribia kutwaliwa alikuwa akimshukuru Mungu sana na akiimba wimbo huu ambao najua wengine tumeshapata ushuhuda wake. Lakini hata mara ya mwisho wakati tunamkimbiza yuko ndani ya ambulance akihudumiwa kwa ukaribu kabisa na matabibu, akichukuliwa kwa uangalifu mkubwa, tukimbizwa kuelekea Muhimbili, kwa sababu hali baadaye ilitokea kwa haraka na kwa ghafla sana. Kuna wimbo mmoja ambao ulikuwa ukiimba unasema kwamba tumshushe kwenye ambulance, ni mzima huyu. Anatoa sauti kwa nguvu na kwa furaha, kwa amani yote. Mara zote tukitaka kujua kwamba tuko naye, tukiimba wimbo huo anaitika na anaendelea kuongoza. Kwa hiyo nilikuwa naomba familia wachache ambao wanaweza wakaja tukawimba wimbo huu wa mwamba wenye imara, alafu tutamalizia. Karibuni, naomba tafadhali, naomba mtuwie radhi kwa hilo. Unafahamika, unaeleweka, unaweza pia ukaungana nasi katika hili. Lakini kama hufahamu pia unaweza ukasikiliza na kutafakari maneno ya wimbo huu ambayo ni wa kawaida sana, lakini kumbe ulikuwa na maana kubwa sana. Mwamba we. Naomba na wake zetu wanaoweza kuja tafadhali mnaweza kuja. Nitajificha maji haya na damu yaliyotoka humu, unisafi na dhambi, unifanya mshindi kwa kazi zote pia. Sitimi si sheria nijapo Naomba nimkaribishe sasa mtumishi wa Mungu na baba yetu mwazina wa jimbo, Mchungaji Sheltieli Kasamalala. Yeye ataendelea na ratiba iliyo mbele yetu. Karibu sana. Haleluya. Na kazi moja ya kumleta mhubiri, lakini mimi huwa nafuatilia sana. MC usiondoke, nataka huu wimbo wa mama aimbe. Kwa nini anaimba? Mengine yote sitasema kwa sababu tuko nyuma ya muda. Mimi nilijuana na marehemu 2005 wakati akisali pale kwa Kaduma, na Kaduma senior alikuwa rafiki yangu, amenipeleka kufanya huduma. Alikuwa mcheshi. Sasa naona kama kuna kiblanketi fulani hivi, yani kimegubika, na kwenye msiba namna hii lazima kuwepo na kukiondoa, kwa sababu tunashangilia ukuu. Mama yetu amemaliza vizuri, hata malaika anafikiri wanatushangaa. Hebu tusimame, tumekaa sana.